أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Allah subhanahu wa ta'ala anatoa mwito kwa waumini sote, anatuita kwa nidaa ya sharaf, anatuita kwa nidaa ya utukufu, nidaa ya cheo, nidaa ya Allah subhanahu wa ta'ala kuinua jina la wale waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuambia ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Allah subhanahu wa ta'ala anapowalingania waumini na anaponadi au kutoa nidaa kwa waumini, kila nidaa ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mwito ambao ndani yake kuna mambo mawili muhimu. Ndani ya kila mwito ambao Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake amewaita walioamini kwa kusema ya ayyuhalladhina amanu, ndani yake kama alivyosema Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, lazima kuna mambo mawili yanafuata. Ndio maana anasema radhiyallahu anhu, unaposikia nidaa ya Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu far'iha sam'ak, hiyo nidaa ipe sikio lako, isikilize nidaa hiyo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa makini, isikilize nidaa hiyo ya Allah azza wa jalla kwa utulivu. Fa innahu imma amrun yu'maru bihi au nahyun yunha anhu, kwa sababu baada ya nidaa hiyo lazima kutakuweko mojawapo wa mambo mawili: amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo anaiamrisha, au makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala anayekataza. Kwa hivyo kila tunaposoma ndani ya Qur'ani kuanzia mwanzo mpaka mwisho, tukisikia nidaa hii ya Allah azza wa jalla ya ayyuhalladhina amanu, tega sikio lako kwa makini, sikio la kusikia pamoja na sikio la moyo, kwa sababu inayofuata ni mwongozo wa Allah subhanahu jalla jalaluhu, ima amri tunayoamrishwa tutekeleze au makatazo tunakatazwa na Allah azza wa jalla tusifanye. Katika aya hii tukufu tulionayo, Allah subhanahu wa ta'ala anatupa amri kubwa. Amri zenyewe ni amri mbili. Amri ya kwanza, al-amru bittaqwa, ittaqullah, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala na mumuogopeni. Na maana ya taqwa Allah kama wanavyofasiri wanazuoni wa tafsiri na wanazuoni wa lugha na wanazuoni wa sheria kwa jumla, taqwa Allah hiya an taj'ala bainaka wa baina iqabi Allah azza wa jalla wiqaya. Maana ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, maana yake ni kufanya au kuweka baina yako na baina ya adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kinga takayokuzuia kwenda kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Na kinga hiyo inapatikaniwa kwa Muislamu kutekeleza yale aliyoamrisha Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na kuacha yale Allah azza wa jalla aliyokataza na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Lakini khutba ya Ijumaa ya leo zaidi inaelemea katika tamko la pili na amri ya pili inayofuata, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, enyi mlioamini mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, mumogopeni. Na kila nafsi iangalie ni jambo gani au lipi ambalo limeitanguliza katika siku ya kesho. Kila nafsi yangu mimi ninayezungumza, yako wewe unaisikiliza, na nafsi ya kila muumini, lazima tuangalie ni kitu gani ambacho tumekitanguliza katika siku ya kesho. Haya ni maneno mazito sana ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah azza wa jalla anamkumbusha Muislam, anamkumbusha muumini ya kwamba kuna siku ya kesho inakuja. Na siku ya kesho sio siku ya kuamkia kesho leo tukilala asubuhi yake, sio hiyo. Siku ya kesho anayokusudia Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii tukufu ni siku ya kiyama. Lakini ameita siku ya kesho ghad. Limadha? Kwa sababu ipo karibu.
ni kama ambaye ukaribu wake umefika ni kwamba unaweza kutumia katika lugha ya Kiarabu, siku ya kiyama imekaribia mno, ni kama ambaye ni kesho. Na huu ni uslubu wa lugha ya Kiarabu, kwa sababu Qur'ani imekwisha kuthibitisha ya kwamba siku ya kiyama ipo karibu. Innahum yarawnahu ba'idan, wale wasioamini siku ya kiyama na wale wanaomkadhibisha Allah azza wa jalla na mtume wake, yarawnahu ba'idan, wanadhani ya kwamba kiyama kipo mbali mno. Wanarahu qariba, lakini sisi Allah subhanahu wa ta'ala anasema yeye anaona ya kwamba siku ya kiyama katika elimu yake subhanahu jalla jalalu ipo karibu mno. Inna andharnakum adhaban qariban yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadah, sisi tumekwisha kuandalieni adhabu iliyo karibu, haipo mbali. Kwa hiyo siku ya kiyama ipo karibu mno, na maisha yetu imekaribia sana kutokana na pale sisi leo tulipo katika maisha ya ulimwengu. Ndio sababu na maana ya Allah subhanahu wa ta'ala kuiita siku ya kiyama kwamba ni ghadin, kama ambaye ni kesho. Kwa lafdhi hii na maana hii, Muislamu akizingatia maneno haya matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala, anauliza, ikiwa siku ya kiyama ni kesho, basi nimebakisha muda gani katika maisha yangu? Leo hii tukiambiwa ya kwamba kesho ni siku ya kiyama, kesho ambayo katika ufahamu wa kibinadamu leo kesho ni siku ya Jumamosi. Ukiambiwa kwamba kesho ni siku ya kiyama, unajiuliza moja kwa moja, umebakisha nini katika maisha yako? Na maandalizi ambayo unafaa kujiandaa kwa maandalizi gani? Sasa Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii tukufu anamtaka kila mu'min na kila muislamu aangalie ni jambo gani ambalo umelitanguliza katika siku ya kesho. Hili ni swali ambalo kila mmoja wetu tunafaa tujiulize leo na kesho, na mara kwa mara, kila asubuhi tukiamka na kila jioni ikifika kabla tujalala. Ikiwa unaweka kichwa chako kuelekea kulala, unajiuliza, ikiwa usingizi wangu huu wa leo ni usingizi wa mwisho, usiku huu wangu ni usiku wa mwisho, kwa sababu hakuna mmoja wetu aliyoko hapa aliye na uhakika wa kwamba kesho asubuhi utaamka. Sasa ikiwa usingizi wangu huu ni usingizi wa mwisho, kesho siku ya kiyama nimemtangulizia Allah azza wa jalla kitu gani? Ni kitu gani ambacho nimekiweka kwenda kujitetea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, nisiwe miongoni mwa watakao kwenda kuadhibiwa, niwe katika waja wema? Ni kitu gani? Unaweza kudhani kwamba hili ni swali rahisi, lakini ni swali gumu.